Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu sana kwa neema yake. Leo ametukutanisha tena. Ni neema hata leo tu wazima. Ninamshukuru Mungu kwamba tuko hai na tunaendelea kuhakikisha Mungu anatukuzwa kwenye agano la ndoa. Leo tena tunaendelea na sehemu yetu ya 3 kuhusu mawasiliano katika ndoa. Lengo ni lile lile kwamba ni neema ya Mungu au ni uhitaji wa Mungu kuona kwamba watu wanawasiliana vizuri kwenye agano la ndoa ili kuweza kuhakikisha mahusiano yetu yanaboreshwa. Basi niwakaribishe sana. Na leo siko peke yangu kwenye kipindi chetu. Leo nina wageni wangu hapa ambao nao watashare experience yao ni namna gani ambavyo wanaweza kuboresha au wanafanya mawasiliano yao yanaboresha mahusiano yao. Kwa hiyo leo nina watu ambao tutazungumza nao, tutashare nao experience ili tuweze kujifunza zaidi. Kwa hiyo niwakaribishe Mr. and Mrs. Gabriel Madenge. Karibuni sana kwenye kipindi chetu. Karibuni Celestial Embrace. Asante. Tumefurahi sana kuwa pamoja nanyi kwa sababu kupitia nyinyi tutashare experience yenu kwenye mahusiano, lakini pia vijana wetu ambao tunajiandaa kuingia kwenye agano la ndoa watapata mawili matatu ili waweze kujifunza, lakini hata wale ambao tayari labda wana wiki 1-2 na wenyewe watapata kitu fulani. Kwa hiyo kwa kuanza basi, kabla tujaanza, tumshukuru Mungu ili tuweze kuendelea. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa ajili ya neema hii. Asante hata kwa muda huu ambao umetupa tena kwa ajili ya kuendelea kujifunza kwa habari ya mawasiliano, lakini zaidi ili kuweza kuhakikisha kwamba ndoa inapata thamani na wewe unatukuzwa na kusudi ambalo Bwana anatamani liwe katika ndoa linakwenda kufanikiwa. Nami ninakualika tunapoanza kipindi hichi, anza nasi na umalize nasi. Ni kwa utukufu wako. Ninaomba nikiamini kwamba umesikia. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai ninaomba na kuamini. Amen. 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 Asanteni, karibuni sana. Asante. Mjisikie huru, more comfortable ili vijana wetu ambao wanatusikiliza na kutuangalia waweze kujifunza mawili matatu kutoka kwenu. Ninaamini nyinyi ni wazoefu, mko kwenye ndoa kwa muda sasa, kwa hiyo mnaweza mkashare some experience ambazo zinahusiana na mawasiliano ili tuweze kujifunza kwa pamoja. Karibuni sana. Asante. Mr. and Mrs. Gabriel, ninaamini kwamba nyinyi kama wanandoa ambao mmekaa kwenye agano la ndoa kwa muda sasa, mnaweza mkawa mashahidi wazuri wa kutusaidia kwenye swala la mawasiliano. Tunajua kwamba hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kufanyika pasipo mawasiliano. Na mawasiliano ni tunasema two-way traffic, kwamba sender, receiver na mwisho siku tupate feedback. Hiyo ndio tunasema effective communication. Kwa nyinyi kama wanandoa ambao mmekuwa kwenye ndoa kwa muda sasa, ninajua kabisa nyinyi ni mashuhuda wakubwa wa namna gani mawasiliano yanaweza kuboresha mahusiano yetu. Kwa sababu tunaamini mawasiliano mazuri ndio yanaleta kuaminiana, mawasiliano mazuri yanaleta kupendana, kwa sababu ukifahamu kinachoendelea kwa mwenzio, ukiwa na taarifa zake, kwako you're comfortable kwa sababu unaamini. Ukijua mwenzako anahitaji nini, ni rahisi kumtimizia. Kwa hiyo unakuta maisha yanakuwa rahisi sasa. Sasa nyinyi kama wadau, nyinyi kama wanandoa ambao tayari tunaita nyinyi ni in service, ambao your experience na experience ya kutosha. Kwa hiyo mnaweza mkatuambiaje kwenye ndoa yenu mpaka sasa miaka mingapi? 13. Kwa miaka 13 ambao mmekaa, mawasiliano yamesaidiaje kuboresha mahusiano yenu? Karibu. Kwa upande wetu sisi kwenye hili swala la mahusiano ambalo ni swala muhimu sana kwa ndoa yoyote ili iweze kuwa imara, iweze kuwa na thamani na iweze kuheshimika, na kama tunavyojua ndoa ili iweze kuheshimika, kwanza sisi wawili wanandoa wenyewe inabidi tuiheshimu. Hivyo basi sisi mawasiliano yetu tunamshukuru Mungu yalikuwa karibu sana. Yaani kumjua mume wangu yuko wapi, kujua mimi yeye hapo anajua mimi nafanya nini, ilikuwa ni rahisi sana. Nadhani labda ni kwa sababu hili jambo tulianza tangu kipindi cha uchumba. Ilikuwa mara nyingi tunawasiliana wakati tuko chumba. Mimi asubuhi nikiamka nakuta mume wangu ametumia message, umeamkaje, mchana, jioni.
Nadhani yale mawasiliano tuliyoyaanza tangu mwanzo kipindi cha uchumba yalitusaidia pia kuimarisha mawasiliano yetu kwenye ile miaka mitatu ya ndoa ambayo mara nyingi ndio huaga inakuwa na changamoto kidogo, kwa sababu pale wamekutana kila mtu ana tabia yake. Huyu hajazoea kuwasiliana mara kwa mara, huyu ametoka hajazoea kuaga. Kwa hiyo nadhani ile bondi ambayo tulikuwa tumeshaijenga, kufahamu, kujuliana hali, kujua ule una ratiba gani, unafanya nini, ile imetusaidia sana. Hapa tusikie kutoka kwako. Unaweza kutuambia kwenye mawasiliano, unaona ni kwa namna gani mawasiliano yenu nyinyi yameleta kuboresha mahusiano yenu? Wanadamu wanapokutana wawili ni pati mbili ambazo zinakutana hazifahamiani, zijuani ndani kabisa zilivyo. Kuna malezi, mimi nimeelewa pati A na mke wangu anaelewa pati B, kacha A kacha B. Pengine kwenye ndoa zetu, ndoa za wazazi wetu pia tulikuwa na utamaduni A, utamaduni B. Sasa mnapokutana wawili ni lazima kwanza msomane, na mkishasomana uweze kujua nini ambacho kinatakiwa kifanyike katika kuboresha. Lakini zaidi ya yote, kakiwa na upendo, ni rahisi zaidi kuna effective communication, yani yale mawasiliano imara yanasababishwa pia na upendo ambao ni imara, ule upendo wa kweli. So upendo wa kweli utajali. Mimi kitu cha kumtaarifu mke wangu tuliko sehemu fulani, ni namjali yeye ajue mimi niko sehemu fulani. Ukiacha pia ni sehemu ya ulinzi kwamba au usalama wangu pia ni sehemu ya kujali kwamba mke wangu sipate changamoto au sipate mawazo niko wapi nafanya nini. Lakini pia zaidi ya yote nasema pia ni neema Mwenyezi Mungu tu, kwamba Mungu anapokujalia neema fulani ya unyenyekevu kidogo na utii kidogo, mwanadamu unaweza ukawa sehemu ya kutoa mawasiliano, kwa sababu wengine hawana, niseme tu mifumo tofauti, mfumo dume. Kwani mwambie mke wangu uliko sehemu fulani, si ndio? Ajue nini, si ndio? Hata kama sifanye vitu vibaya, lakini mwambie mke wangu. Ni kama ni ile hali ya kujiinua, na wewe ndio kichwa cha nyumba. Exactly. Kwa hiyo kuna wakati mwingine tunasema ukiwa na roho ile ya kujishusha na kujinyenyekeza na utii, ni rahisi communicate, kumwambia mwenzi wako uko sehemu fulani, kwa sababu pia awe na usalama, naye awe na utulivu kwamba yuko sehemu salama, lakini yuko hai na kama vile. Sasa kitu kama hiki pia kinajenga sana ndoa imara au mahusiano imara, kwa sababu usipomsikia mwenzio dakika 5, 10, nusu saa, unaweza kuhisi kuna tatizo lolote. Vipi, mbona sikusikia siku nzima, kuna nini? Kwa hiyo inaboresha, inakuwa ni sema ya mapenzi. Kwa mapenzi pia yanaongezeka zaidi kama pana mawasiliano bora zaidi. Gabriel, umezungumzia kitu cha kizuri ambacho nimependa kwa kweli. Kwa wanaume wengi unakuta hakipo. Wapo ambao wanaweza wakatoa taarifa kila wakati, lakini wengi wao wanaona kwamba mimi ndio kichwa cha nyumba, nitoe taarifa ilikuwa unarudi muda wote. Na umeongelea kitu kimoja cha unyenyekevu, kwamba kujishusha ukiwa na namna fulani ya hekima ndani ambayo Mungu amekupa. Kwa kuaga kwako sio shida. Mtu akikuuliza uko wapi, kujibu sio tatizo, kwa sababu kuna hicho kitu ndani yako. Na ndio mara nyingi ni kitu ambacho tunatamani wanaume wa Kikristo, kwa sababu Kristo mwenyewe alinyenyekea. Na tukisema Biblia inatuambia kwamba mwanaume ni kichwa cha familia kama Kristo alivyo kichwa cha kanisa. Kwa ukiwa chini ya Kristo, maana yake wewe kama kichwa, Kristo yuko juu yako. Kwa unabeba huo mtiririko wa unyenyekevu, kunyenyekea. Kwa hiyo nitamani useme kidogo kwa habari ya hekima ya kunyenyekea ambayo imesababisha kuboresha mawasiliano yenu, kwamba umeona sio shida. Unaweza kulisemea hilo, maana yake imekuwa changamoto sana kwa wababa wengi kuona kila saa ulizao uko wapi, anaona kama ni shida. Lakini hiyo ukiangalia kwa mwanamke ni nature yake. Yaani anaweza kupigia saa 1:30 akakuuliza uko wapi, na dakika 45 akakuuliza uko wapi. Ndio swali ambalo linakuwa linatangulia mara nyingi. Wewe kama baba, wewe kama mwanaume, unaonaje kitu cha kujishusha na kuhakikisha kama mke wako anatambua kila hatua, kila dakika, muda gani, uko wapi, umechelewa? Unalionaje hilo? Unaweza ukalizungumzaje sasa wewe kama mwanaume kwa experience yako? Ukiacha mbali experience yangu, lakini nikiongelea tu generally hili jambo la kuwa na mawasiliano ya hasa kuaga au kutoa taarifa kwa sehemu fulani, kwangu mimi ninaona ni jambo la msingi sana
kwa manufaa ya familia kwa ujumla. Kwa sababu mimi naamini kabisa mpaka nimeoa mke wangu, ina maana nimeona ni yeye zaidi ya watu wote. Kwamba ni sana ule maandiko yanasema pia apata mke apata kitu cha thamani sana. Sasa kama ni kitu cha thamani, kwa nini nikisamini hata kukipa taarifa hizi ndogo tu kama ndio sema fulani. Ndio. Kwa hiyo ya thamani ambayo nampa mke wangu ndio kitu ambacho nilifanya zaidi niweze kuwa naye connect naye, kumpa taarifa mara kwa mara. Ni thamani ambayo nampa. Hata maandiko yenyewe yanasema ule mfano wa Yesu kwamba ule mkulima alipokuwa kilima alipopata ile lulu ya thamani, akaacha shamba, akaacha kila kitu, akambatana na lulu yake. Kwa kama wewe mke wako ni lulu, nafikiri kuna heshima fulani utampa. Utamthamini kwa kiwango fulani ambacho ni sio partner, yani ni baba kwa pili. Hasa kama usipoweza kumthamini, ni changamoto. Na mimi nashukuru Mungu kwa sababu nimeona faida yake. Kwa maana ninapompa heshima, napomuonesha kujali kwa namna hiyo, basi mapenzi yanakuwa moto moto. Yaani mapenzi yanakuwa bora zaidi, yanaimarika. Utulivu unapatikana kwa sababu ndote yeye anajua sana. Lakini siku ambapo ilianza kutoka bahati mbaya tujana, basi ilikuwa ni simu nyingi kwa hata kama unafanya kitu cha maana sehemu fulani, basi ile mipango inavuruga. Unakuwa una settlement. Una settlement. Kwa hiyo mimi nasema tu ni jambo jema ambalo ukiacha kati zetu za mfumo dume ambazo zinaisha sasa hizi, angalau elimu inakomboa za sasa hizi kidogo, tuna ule kati na inapungua. Ni vyema pia vijana wakafundishwa au wakapewa semina mbalimbali kuhusu namna gani kuweza kumheshimu mke, kumthamini mke kwa manufaa ya familia kwa ujumla, kwa sababu familia bora pia ni faida yako mwanaume. Familia mke na watoto wasipokuwa salama, wasipokuwa na amani, basi hata wewe mwanaume mwenyewe una mashaka. Nimefurahi sana Gabriel kwamba umezungumza kwa habari ya unyenyekevu na kutoa taarifa. Yaani umethamini kwamba ni muhimu mwenzako ajue uko wapi, unafanya nini, kupata utulivu. Lakini hata wewe umesema inakusaidia kupata utulivu kwa sababu akishajua uko wapi, hana sababu ya kila saa kuuliza hivi utarudi saa ngapi, anajua uko wapi na unafanya nini. Kwa hiyo kwa muda ambao utamaliza anategemea kuone nyumbani. Ni mara chache sana wanaume wengi wamekuwa wazi hivyo. Wakati mwingine kuna watu wanaamini kwamba yani mwanaume ni kuficha mambo. Yaani usijulikane uko wapi, unafanya nini. Yaani mke wako utashtuke umefika hapo. Kitu ambacho kwa kanuni za kimungu tunasema sio sawa. Kwa sababu hata tukizungumza kwa habari za Biblia, Yesu ametuachia Roho Mtakatifu, kuna mambo ya siri lakini tunayajua. Kwa hiyo wewe unaishi na mwenzako, kwa nini asijue vitu ambavyo anatakiwa kujua kuhusu wewe? Kwa hiyo nimefurahi kwamba hicho kitu kipo. Labda nije kwako Jeni. Nimependa kwamba Gabi ana hiyo hekima. Mimi nasema ni hekima ya kimungu kwa sababu wengi tumefungwa na experience zetu za nyuma. Tumetoka kwenye familia au kwa wazazi wetu huko ambao yani baba mkono wao anaibuka tu, yani amjui atafika saa. Mnashangaa tu mnachokariri ule muda huu. Kwa hiyo mnakaa tu kwenye kona mkimwona yule mwenye kukimbia na kimbia, mwenye kujificha anajificha hivyo. Lakini amekuwa na hiyo hekima, amekuwa na unyenyekevu kuhakikisha kwamba anakupa utulivu, anakuambia, maana yake najua ni kiu ya kila mwanamke kujua mume wake yuko wapi, anafanya nini, atarudi saa ngapi. Kuambiwa maneno ambayo anatamani kuyasikia. Unaweza kuwa kazini lakini yeye kujua tu kwamba jamani vipi? Umekula? Baby vipi lunch umeenda? Umetoka kazini? Mimi leo nitachelewa na hiki na hiki. Hebu tuambie. Na mabinti zetu wengine wajifunze hapa, Unajisikiaje? Yaani unajisikiaje kuwa na mtu wa namna hiyo? Kwanza Gabriel ni mtu wa namna gani? Labda unaweza kumuelezea kidogo tu kwa dakika chache hapo. Tusikie. Nashukuru, ni kweli alichokisema Gabriel. Kwa pati yake amekuwa ni mume bora sana kiukweli, kwa sababu ukichukulia ile hali ya wanaume ambao wanaume wengi wanayo, ambao tumeiona hata kwa wazazi wetu, kiukweli najisikia favored, yani nasikia kama Mungu amenipendelea sana. Sababu anajitahidi kusimama kwenye nafasi yake vizuri kama mume, kunijulia hali. Kiukweli anajitahidi. Saa nyingine anaweza katuma hata message, mke wangu leo ameenda amepotelea wapi? Hapo unakuta labda kama ametuma message labda mchana,
nikajibu. Unajua kuna muda mwingine unaweza ukaa uko busy ukajibu tu shoti. Sasa ikashazoea akituma message, vipi umeshindaje baby, kwema huko, mimi naambia labda kwema, afu naendeleza hapo kitu. Sasa nisipoendeleza atakaa kidogo utasikia kwani mke wangu amepotelea wapi. Kwa hiyo mimi kale kiukweli huwa najisikia raha sana. Kwa upande wa mawasiliano kwa mume wangu yameboresha sana mahusiano yetu, kwa sababu hata mimi nikiona hajanicheki tangu asubuhi alipotoka kazini mpaka imefika saa 8 hajanicheki, ni lazima nimtumie message, nimeachika jamani. Mbona sio kawaida? Yaani namtumia kama message ambayo kanamshtua, baby nilikuwa busy na nini, pia anaanza kueleza na mimi najisikia vizuri. Kwa hiyo kiukweli kwa kitu nilichokuwa natamani kukipata kwa mwanaume nimekipata. Natamani sana wanaume wengi wangejifunza jinsi ya kuwa karibu na wanawake wao kwa mawasiliano, kwa sababu kitu ambacho pekee kinaweza kukuweka ukawa karibu na mwanamke wako ni mawasiliano. Mcheki, na sasa hivi sisi kwenye ndoa zetu hizi tumeingia, kuna simu, kuna nini, yani ni rahisi kumpata mwenzako. Unajua wanawake tunapenda sana kuambiwa tunakupenda, tunapenda kukumbushwa kila sana kupenda, wewe ni mrembo, wewe ni mzuri, mke wangu umekula, mke wangu umefika kazini salama, vipi huko? Kunaendeleaje? Wanasemaje huko kazini kwenu? Yani ile inatuweka karibu, lakini pia inatukumbusha. So unajua wanasemaga wanawake tunasahau sana. Kwa hiyo ile kuliambia nakupenda kila sana yenyewe inatufanya tunakuwa attached, yani hata ile unyenyekevu, kumnyenyekea mume wako, kumheshimu vinaongezeka, kwa sababu una feel kwamba unathaminiwa. Kwa sababu sisi tunapima upendo sio tu kwamba umejenga nyumba, unalipa fees za watoto. Tuna upima kwa jinsi ambavyo unanikumbusha, unaniambia eti umenunulia wigi, unataka mimi nielewe unanipenda. No. Yani ile unavyoniambia mara nyingi yani na feel. Ndio maana wanasema ni wanawake the way unavyokuwa naye karibu, kumweka karibu kwa kuwasiliana naye mara kwa mara, ndio upendo wake unavyozidi kuwa mkubwa, na ndio ile thamani. Ukisikia mtu sijui anampa mume wake hela zake zote, sijui anamsikiza yule mwanaume, sijui hata anampa nini, ni hiyo ule upendo wa dhati ambao anaufeel kwa kukumbushwa, mke wangu nakupenda, mke wangu wewe ni wa thamani, nakushukuru. Unavyoambiwa pia nakupenda, afu baadaye umempikia hata chakula kizuri, anakuambia asante, ile chai ya asubuhi ilikuwa nzuri. Mimi namshukuru Mungu kiukweli, najitahidi nikitengeneza breakfast. Akifika kazini ananitumia message, ile chai ya asubuhi. Anashukuru kiasi kwamba mimi nikikaa muda mrefu sijamtengenezea chai au sijampikia, huwa na feel kamisi kitu. Yani mimi ndo sijafanya, lakini najua amemiss. Japo saa nyingine anaweza asiseme, ila ile ikiwa muda mrefu, labda nimesafiri kikazi, nikirudi utasikia mke wangu bwana umerudi, nimemiss vitu vingi, mpaka ile chai yako, mpaka kale kamboga kako sika samaki, yani kila kitu utakwambia. Kwa hiyo ile na yenyewe kwa kweli inanifanya mimi nasikia wa thamani mbele ya mume wangu, najisikia kweli napendwa, na namuona Mungu amenipendelea kwa namna ya ajabu sana. Amina. Na hicho sasa ndio kitu ambacho tunasisitiza mawasiliano mazuri kwenye ndoa. Si unaona sasa mwisho siku kule kushukuru kwako kunamfanya huyu hata muda ambapo labda kazi na majukumu mengine amefanya asitimize kile ambacho anataka kufanya, yani atatafuta tu muda, unaona? Kwa hiyo kumbe mawasiliano mazuri yanaweza akamfanya mtu hata akakaa kwenye majukumu yake. Na ndio maana Biblia inatuambia kwamba mpende mke wako ili upate utii. Kwa hiyo kuna yani hivyo vitu vinaenda. Yani kuna mwingine hivyo vitu havifanyi, anataka mtu amtie, huyu bwana mwanamke ajinyenyekeze, ajishushe, lakini wewe umesimama kwenye zamu yako, unaona? Kwa hiyo Mungu atusaidie tunavyoendelea kujifunza hivi, na ndugu watazamaji mnaotutazama, tunavyoendelea kujifunza hivi, tuchukue jamani, wa baba chukueni kodi hizo kwa Gabi. Vitu vingine mnavikosa ni kwa sababu tu ya kukosa vitu vidogo vidogo kama hivyo. Ukituma tu ka message chai ilikuwa tamu, kuna shida gani? Kwa hiyo itamfanya huyu mama, inamfanya yani apate ule mwamko wa kumbe chai ilipenda afanya zaidi. Ilikuwa tamu useme, ilikuwa mbaya useme, na ilikuwa mbaya pia toa feedback, bwana chai ya leo ilikuwa sukari hivi na hivi, ili mtu aweze kujinamili. Tena kwa kuongezea hapo, kuna muda mwingine anaweza akaa yuko busy, akanywa chai akasahau labda kusema. Sasa mimi huaga namuuliza, ulishiba asubuhi?
anakumbuka kabisa huyu, ili swali litakuwa limetokana na sikusema asante. Kwa unasikia asante unachokoza kidogo ili nitesi au ile chai ilikuwa mbaya. Kwa unasikia I say asante mke wangu, ile chai ilikuwa nzuri, mambo yalikuwa mengi pale, wakati nakunywa chai nilikuwa naongea na simu na nini pale, ilikuwa iko vizuri. Kwa hiyo na mimi najisikia nafarijika. Labda nirudi kwako Gabriel. Wewe kama mwanadamu, tunajua kwenye mahusiano wakati mwingine unaweza kutokea umekosea. Na najua kwa wanaume wengi unakuwa na changamoto sana kumuonya. Yaani naona kama yeye ndio kuonya watu kwa sababu ya kile, yani yeye ni baba wa familia na vitu vya namna hiyo. Lakini ukienda kwenye Biblia kwenye Waefeso ile 4 mstari wa 15, inasema tuishike kweli, anasema tuishike kweli katika Kristo. Kwa kuishika kweli maana yake nini? Na maana hata kama tunasema ukweli lakini kwa njia ambayo itampendeza Kristo. Anasema hii tufanane naye. Na ukisoma Biblia ya Kiingereza unasema kabisa speaking the truth in the spirit of love. Kwa tuishike kweli katika upendo. Wewe kama baba au kama mume, wakati mwingine umekosea kama mwanadamu, unatamani upate maonyo ya namna gani? Yaani ni kwa namna gani mwanamke akikuonya au mke wako akikuonya unaona hapa kweli yani mwenyewe una jukumu na unaona kabisa hapa nahitaji kubadilika? Kwa sababu kumekuwa na changamoto mtu anachelewa tu kurudi, unafungua tu mlango unakutana na maneno 20 tu kama hata hujakaa umeshaanza hivi, wakati unakuta saa nyingine hata unapata hasira, unajifunika hata usikilizi chochote. Mwisho siku communication inakuwa haiko effective, ile lengo halijafikiwa. Kwa hiyo tunataka experience yako wewe kama mume, kama baba. Tunajua kuna hizo nyakati kwa miaka hiyo 10 na mlioishi kwenye ndoa, kuna hizo nyakati. Kwa experience yako unatamani uonywe kwa namna gani? Asante kwa swali hili zuri. Nitalijibu kwanza kwa generally wanaume wanafeel vipi, alafu ndio kuja upande wangu binafsi inakuwaje kwa jinsi nilivyoweza kuishi na mke wangu katika miaka yote hii. Kifupi, wanaume wanapenda kufokewa, wanapenda kugombezwa, na mbaya zaidi wanapenda kununiwa. Na wanawake ni mabingwa kununa. Ni pengine labda wanapenda kubembelezwa na nini. Sasa kuna wengine wanatumia nafasi hiyo vibaya, wananuna tu siku moja, siku mbili, siku tatu. Mimi binafsi sipendi ununie zaidi siku moja. Yaani hata kama tunagombana, siamini kabisa kama unaweza ukalala ukamka na hasira au na jambo lile. Na maandiko mengi yanasema kabisa hakikisha kwamba jua linazama umepatana na adui yako na mke wako. Yes. Kwa hiyo siamini sana unaweza kuona siku mbili tatu. Siamini na haija kutokea, ikitokea mpaka imefika siku ya pili wanajiuliza imekuwaje. Hata maandiko nafahamu yanavyotuelezea kwamba haipaswi kulala na hasira. Yaani kwamba umekasirishwa siku nzima, jua linazama bado na hasira yako. Ndio. Kwenye Efeso 4:26 pale inasema angalieni hasira isikufanye utende dhambi. Yaani jua lisichwe, wewe bado umeshikilia hasira. Sawa. Kwa hiyo nafikiri ni kama hiyo mimi iliweza kunibadilisha. Na Biblia kweli ni kweli. Biblia inafanya tunaishi maisha ambayo kidogo yana mwelekeo kama hivyo. Kwa hiyo misalio mimi nilifanya tangu zamani, naamini kabisa siwezi kukaa na hasira siku nzima. Kwa hiyo hata mtu mwingine kana sana siku nzima, naona kwamba kuna kitu hakijakaa sawa. Sasa generally nimesema kwa wanaume wengi wanatamani iwe hivyo. Mimi binafsi sipendi kufokewa kama wanaume wengine. Sipendi kuambiwa kitu kwa ukali tena mbele za watu. Unajua kuna wakati mwingine unaweza kukaa hasira ukafika sehemu ukabwatuka tu baba 1 2 3. Sasa ile mimi nikiona kwanza umeniongelea kwa sauti juu, lakini pili umeniongeza mbele za watu ambao pengine watu nitegemea wanipe heshima kama baba familia. Kwa hiyo unakuta ule ugomvi wake unakuwa sio kawaida. Yaani ile amani ikatoweka pale, ikabaki vumbi wote ukashangaa nini. Yes, kwa hiyo mambo kama hayo yanaweza kutokea. Je, wewe unacheka kwa siku vumbi kinawaka? Nimecheka kwa sababu sisi unajua kabla hatujaoana tulikuwa tunaongea vitu vingi sana. Ikiwemo hivyo kwamba huyu anasema mimi sipendi kufokewa na mimi namwambia hata mimi sipendi kufokewa. Na unajua mimi niliona wazazi wakifokeana sana. Kwa hiyo anaponiambia apendi hiki na niambia sipendi kupiga
kupigana, tuonyane kwa upendo. Kwa hiyo hivyo vyote tunavyoongea hapa tulishaviongea kwa tunajitahidi, yani neema ya Mungu inatubebaga kweli kupokeana mbele za watu hivyo. Yeah, kwa hiyo cha mwisho uniuliza kwamba ni kama ninapokosea nikosolewaje? Mimi napenda zaidi uniambie baba hichi hakiko sawa. Na nikiona kweli kiko sawa nitaomba radhi sababu na mimi nimekosea. Na hakuna mwanadamu ambaye mkamilifu. Isipokuwa ni malaika tu. Kwa hiyo ukuta kama nimekosea nitaomba radhi na of course nikiomba radhi mke wangu ananisamehe sababu radhi pia ni sehemu ya kuishusha kwamba bana nisamehe mke wangu. Kuna vitu kama vile vinasaidia pia kuwa mkweli, kwa maana kwamba kufesi kweli, yani kuiangalia kweli kwamba bana hichi sahihi sio sahihi, hicho umekosea tumpatie. Kwa hiyo tuambiane kwanza kwa kuonyeshana kosa liko wapi. Kuna wakati anaweza katokea akanuna kama sema wanaume wanapenda kununiwa, anza kanuna. Sasa mimi pia wakati najiuliza mbona kanuna huyu? Ni communication. Sasa nimekosea mimi. Sasa kuna sielewi. Basi na mimi nakaa kimya, mimi ni kimya, niliokaa kimya. Kwa hiyo akinuna nakaa kimya. Unakuwa na muda mpaka baadaye jioni. Sasa ndo mimi napotea ile sababu. Ila ukiniambia moja kwa moja bana, moja ijakaa sawa. Rahisi kutolea maelezo. Au pengine kwa wewe mwenyewe umenuna bila sababu ya msingi, kumbe uko wrong. Kwa bora useme kwa wazi bana, hicho kiko sawa. Bana na mimi naomba msamaha. Tunajenga, tunasonga mbele. Kama hivyo. Sasa hapo Gabriel nataka uelewe na watazamaji nao waelewe kwamba yani nature mwanamke anaweza kaamua tu leo anune. Yani asiki tu attention yako. Yaani akinuna wewe utafanyaje? Sasa tena wewe unanuna unakaa jioni uelewe. Yani muda wewe ndio umepoteza. Ujumbe tunafikisha kwamba kuna jambo fulani inawezekana wewe ulijua yeye kashajua. Sasa na tunapenda tukinuna tuulizwe kuna nini? Umeona? Kwa hiyo pia na wanawake mjifunze jamani. Unaona kusiwe mpaka jioni. Kuna watu wanaweza kukaa siku mbili na kusubiri tu ucheke. Wakati unaendelea kujifunza. Kwa hiyo tunaendelea kujifunza kwa kupata experience mbalimbali. Nafikiri vijana au mabinti ambao mnaelekea kwenye ndoa ni somo zuri sana ambalo litatusaidia kuhakikisha kwamba tukiingia sasa unajua ni vitu gani vya kufanya, ni vipi vya kwa sababu mwisho wa siku tunatamani tutumie muda wetu kuliishi kusudi kwenye ndoa. Yaani sio kusolve migogoro. Unaona kwa sababu ukifikiwa na amani unaona kabisa unakaa kwenye utia, nakaa kwenye upendo. Tunaenda. Mwisho wa siku mtasikia sauti ya Mungu, mtajua Mungu anataka nini, mtaenda. Kuliko muda mwingi sasa hivi unakuta ndoa nyingi zinatumia kusolve migogoro. Leo aenda kwa paroko, kesho ataenda kwa nani? Kwa sababu tu ya kutokuwa na mawasiliano mazuri. Labda kwa kujazia tu tena. Kuna namna tofauti za kutafsiri. Kwa mfano hapa nitumie mfano wa Gabriel, ameshindwa tukisema jinsi anavyotafsiri mnono yeye. Yaani yeye mnono anautafsiri kibusi. Kwa sababu anasemaga hivi, mtu kwa nini anune? Kama nimekosea, nifahamishe kwamba 1 2 3 ulichokifanya unafanya kwa uzuri. Anasema kwamba ukinuna maana umejichukulia utukufu. Maana umejihesabia haki, maana wewe uruhusiwi kukosewa. Wewe uruhusiwi kujisikia yani mtu hawezi kufanya kitu kufanya ukajisikia vibaya. Yani anaona kama umejitukuza sana. Kwa hiyo wanasema kama mtu umekosewa niletee, niambie kama ulivyonifanyia hivi sasa. Kwa hiyo nitaka niseme kwamba kwa ndoa hizi changa na ndoa zilizopo namna ya kutafsiri language yetu ya kununa inatofautiana. Kwa hiyo kama mwenzako ukinuna yeye anaendelea kukaa kimya, ongea kwa sababu unaweza kutengeneza bomu. Wewe unaweza kuwa umenuna kweli alikosea, lakini tafsiri yake huko ndani kwake ni tofauti. Kwa mfano kama wewe ukinuna anatafsiri kiburi, kama nimemkosea nitakuwa niambie. Kwa nani ukweli, yani wewe kwa nini tu unaona ifahamu? Kama mtu anakosea mwambie. Na hapo sasa Jane ni kwa sababu tu tunaona neema ya Mungu iko kwa Gabriel kwamba kuna huo unyenyekevu na kwa sababu analijua neno, anamjua Mungu. Na ndio maana tunasisitiza sana wanandoa tukae katika kujua kusudi la Kristo, lakini kulijua neno. Kujua neno. Kwa sababu pasipo kulijua neno, kama yeye angetafsiri kiburi na wanaume jinsi walivyo, angeza naye kununa hata wiki 2. Enda kuuliza na endelea na shughuli zako. Kwa mwisho siku hapo tungetengeneza mgogoro ambao ni unnecessary kabisa. Yeye ajue umenunia nini na yeye anaamua kukausha. Kwa hiyo mwisho siku mnajikuta ndani humo tayari kuna mgogoro fulani kako chini kanafukuta moshi unnecessary. Unaona?
Kwa hiyo kwa kweli tunamshukuru na napenda vijana mjifunze hapa kwamba kuna vitu vingine kama tulivyosema kule kwenye vipindi vyetu vya awali. Mawasiliano pia yanategemea na yule anayepokea taarifa, anatafsiri vipi. Sasa ili tuweze kupata tafsiri sahihi kuliko kununa, ni bora tueleze hisia zetu kwamba hapo umenikosea hiki, umefanya hivi, ili mambo yaweze kwenda vizuri. Labda kwa kumalizia nirudi kwako Jane. Wanasema kwamba ili mwanamke aweze kupata sikio la mwanaume anatakiwa kutazama vitu viwili. Cha kwanza ni tone. Tone maana yake unaongeaje. Lakini kingine ni timing. Hapo ninapozungumzia tone ninamaanisha namna ambavyo unaongea. Kwa sababu kuongea unajua neno moja linaweza likaongelewa na watu kwa tone tofauti. Kwa hiyo ni ile sauti. Unaweza kumwambia mtu ndio umerudi. Ndio umerudi sasa hivi. Unaona? Hizo tone mbili tayari zinaleta utofauti. Lakini timing ni muda. Labda mtu anaweza kawa ametoka kazini muda huo. Hujampa hata nafasi ya kupumzika, umeshaanza kupeleka agenda. Kwa hiyo nataka nijue hapo unalithibitishaje ili kwenye ndoa kwamba vitu hivi vinasaidiaje kuweza kupata sikio la mume wako? Okay, yani ndo nilikuwa nasema hivyo vitu mimi naweza nikavishuhudia. Ni kweli kabisa toni yako unayoitumia kwa mume wako hata kama amekosea itakusababisha upate usikivu, asikie ile message unataka kumpa au asisikie, na tena ile message ikaleta ugomvi mwingine au ikaleta utulivu ndani ya nyumba. Kwa hiyo mimi kama Jane ninachokifanya kwa mume wangu akinikosea au nikaona kitu ambacho amekifanya ambacho sijakipenda, kwanza mimi huwa najituliza. Huwa namuomba Roho Mtakatifu nitulize. Kwa hiyo naomba utulivu wangu wa ndani, natulia kabisa. Yaani anaweza akaniudhi Januari, kama ule utulivu nisipoupata hiyo Januari simuulizi. Februari sijaupata simuulizi. Machi nikiupata namuuliza. Na ninajua nitakavyomuuliza. Ndio pale unasikia mtu anasema, mimi mume wangu aniombagi msamaha atakosea kitu gani? Mimi mume wangu sijui ukimkosoa kitu anakuuzia wewe kesi. Tunarudi pale kwenye toni. Kukujituliza ndani. Kwa hiyo ule moto ulioenda nao unakuja kukusababisha wewe hapo unabambikizwa kesi. Lakini ukijituliza ukamwomba Roho akakupa utulivu, ukaenda ukamuuliza kwa utulivu. Na kitu kingine pia ambacho mimi nimekuwa nikikitumia, naweza nikawa nimetulia lakini namjua mume wangu anaweza akashtuka mpaka hata ukakasirika. Ukamuuliza kitu akashtuka. Hasa ile unajua mtu anavyoshangaa vile kama kitu yani hakijui. Akati wewe una uhakika 100% kwamba anakijua. Unajua unakasirika Kwa saa nyingine huwa tu namtext. Nikishajituliza kabisa namtext. Naambia baby, kuna 1 2 3 4 5 kinaendelea. Kimeniumiza sana. Sijapenda. Kama unaweza ukiacha, hebu achana nacho. Alafu natulia. Kwa hiyo najua kabisa kwa jinsi nilivyoandika hii message na hiki kitu nina uhakika nacho. Itarudi tu message hapo ambayo inaelezea, yani anaanza hadi kuelezea ilikuwaje, yani anaanza kutengenezea mazingira na wewe uone kwamba mke wangu mimi sikukosea, au kama nilikosea basi hii sababu ndio ile unipelekea kukosea. Lakini kwa sababu gani? Kwa sababu nilikuwa nimeshatulia na nimemueleza kuna 1 2 3 nimeona na hiki kitu mimi sijakipenda, sijakifurahia na kinaniumiza. Kama unaweza kukiacha, kiache. Unaona? Kwa hiyo ile inakuwa inamsaidia hata calm down. Unajua ukisoma message ana calm down, anaanza kuandika message. Unajua ni process ni tofauti na nikimuuliza hapo. Nikamuuliza hapo, "Wewe mbona nasikia 1 2 3 4 5 kinaendelea? Au mbona nimeona kwenye simu yako hivi na hivi na hivi?" Unaelewa? Ndio ile tone tunayosema. Ni lazima naye atalipuka. Yeye ni mwanaume. Wanaume wameshasema hawapendi kufokewa. Na ni nature. Mwanaume huwezi kumfokea. Ile ni nature, ni asili. Huwezi kumfokea na akatulia. Lazima ajitutumue. Tena kama umemkosea ndio hapo tena atapandisha zaidi ili confidence yako akushushe confidence. Kwa hiyo pia kwenye swala la timing. Swala la timing hata kama umeshajituliza, basi angalia ana mudi gani. Yuko tayari kulisikia ili swala akalipokea. Na
akalichukulia kwamba ni kweli nimemkosea mke wangu. So mtu ametoka zake mazoezi, damu inachemka hatari. Wewe kwa sababu ushajituliza, wewe ndio umeona ni muda kumuuliza. Atakulipukia hapo, hata makofi utakula. Si unajua mtu akiwa ametoka mazoezi damu inachemka, yani anakuwa iko kama iko hai, anakuwa wa moto. Ni wa moto kweli. Kwa hiyo unakuta anaweza hata akakupiga, anaweza akaleta hata fulani. Kwa hiyo yani ni vizuri kufanya timing ili pia kuepuka machangamoto mengine. Kwa sababu usipofanya timing nzuri, mwanaume anaweza akakupiga. Kumbe maskini alikuwa hata sio mtu wa kukupiga. Lakini wewe ukufanya timing nzuri, mtu amevurugwa huko na mabosi zake. Wewe amefika tu nyumbani kwa sababu ulishajituliza, basi unaona leo kawahi kurudi. Ngoja kwanza hapa. Tuangalie timing, mtu afike nyumbani, ni kweli amekukosea, umeona leo amewahi, mweke maji aoge. Kama anataka kupumzika apumzike. Tena ikibidi ukaona ili swala likaleta utata, mchukue hata muende kwenye gari, mwambie mume wangu nisindikize hapo. Mimi nakumbuka kuna wakati nikiona ile swala ni zito, namwambiaga babe, twende nisindikize hapo barabarani. Namuulizia kule kwenye gari, kwa sababu it's not tu kuhusu tone na timing, lakini pia kuna mazingira. Kuna kitu kingine unaweza ukauliza kikaleta tafrani, nyumba ikawaka moto, hadi watoto wakaanza kusikia kumbe huko chumbani baba na mama wanagombana. Wasichana wakaanza kuanza kusikia ndugu zenu na hata wakati mwingine kama kuna jambo unaweza hata mkatoka out mkaenda mkazungumzia huko. Ili mmalize. Kwa hiyo sisi nyingine huwa tunafanya hata kwenye gari. Tukishaingia kwenye gari tumefunga mlango na kumwambia wewe. Kwa sababu hata saa nyingine hizo za kusema mkae out pale wanaweza wakashangaa. Wahudumu wa hiyo sehemu mmefika wanawashangaa. Hawa vipi mbona mmoja ugombania huko? Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo hapo kwenye swala la tone na time tuliangalia, la tone na timing tuliangalia sana, lakini pia tuongeze hata kibidi na location. Ili kuondoa ile kushushana thamani. Kwa sababu mimi nasemaga, mimi ukinifokea mbele ya ndugu zangu, mbele ya watoto, naona kama umenishusha thamani. Yaani wanaume hawapendi na wenyewe wanaona kama washia thamani, lakini hata sisi, mimi ni mama wa nyumbani na watoto wanaona kila siku unanifokea. Ndugu zangu wako pale nyumbani, wanaona unanifokea. Haileti picha nzuri. Au barabarani kuna thamani itashuka kwangu mimi pale nyumbani. Lazima ujisikie vibaya. Kwa hiyo tuongezee hapo na location. Na ndio hicho sasa nasema, ukisikia kwenye vipindi vyetu kwa tumesema lazima kwanza umjue mtu wako. Ni wa nature gani? Kwa sababu kuna mwingine anahitaji location, mwingine tu ni timing. Basi sema kuna watu wako tofauti. Mwingine anataka jambo ukilianzisha ni mlimalize. Mwingine ndio hivyo, lazima umtafutie kabisa. Sasa unajua huyu bwana vurugu zake hapa nyumbani watoto taabu. Sasa unakuta mtu amechoka, kitu sio cha kweli. Anaona kabisa huyu yeye anategemea apokee faraja kutoka kwako. Anakutana tena na kesi mezani ambayo haina hata ukweli. Kwa hiyo nature ya mtu huyo kama ni wavurugu lazima alete vurugu. Lakini ukuta mtu mwingine ambaye hataki ishini, anaweza kaingia tu kajifunika kalala na kuacha tu uendelee kupiga kelele. Na wewe utaona amekudharau. Kwa hiyo ndio hicho ambacho tunasema kwamba lazima umjue mtu, know your customer. Huyu ni mtu ndiye nani, mtu ana namna gani. Je, tunahitaji location, tunahitaji timing, lakini hii najua kwa issue ya tone ni almost wanaume wote. Yaani tone, yani lazima kuangalia unaongea, kwa sababu kitu hicho kizuri au ni kitu cha kuuliza, ni kitu cha kujenga, unakiongeaje, tone yako ikoje. Ukishuza sana mwingine anaweza akakuacha tu akaondoka. Hata kuomba kuna namna unaweza ukamapproach mume wako na ukamuomba kununulia wigi la milioni 3 hapo akanunua. Lakini kuna namna ukaleta ugomvi usioisha. Kila siku hata ukiongelea kitu kingine utakumbushwa. Kwa sababu ulitumia tone ambayo haifai. Kwa hiyo mabinti ambao mnanisikiliza, ambao mnatusikiliza hapa, ni wakati wa kujifunza sasa. Namna ya kuongea, tunaongeaje? Ndio kile tulichosema, ili tuweze kupata mawasiliano sahihi, effective communication. Lazima uangalie tone. Lazima uangalie muda gani unaongea na mume wako, na unaongea. Na mimi ninachojua kabisa, wanasema watoto wa mjini kwamba kuna mkate mgumu mbele ya chai. Kwa hiyo tone yako ikiwa nzuri tu, yani hakuna kitu ambacho utakosa. Ni kweli kabisa. Kwa sababu inaonesha kwanza unyenyekevu. Inaonekana kwamba umemjali huyu mtu, labda ametoka kazini, umemwacha amejipumzisha kidogo, ameoga, ukapeleka ajenda zako pale. Mara nyingi hata kwa Mungu ni hivyo hivyo. Tunakosa vitu kwa namna ambavyo tunaenda.
tunaenda labda kwa kulalamika. Mungu naye anasema huyu mbona amekuwa mlalamishi sana, mtokulaumu. Uangalie hata mema aliyonitendea. Na ndivyo hivyo ambavyo tunaenda kwa wanadamu wenzetu, tunaenda kwa waume zetu. Unaenda tu unaanza kumlaumu mtu ametoka kazi labda anafikiria ada za watoto, wewe unaenda unashusha vitu vyako unijali. Nilikumbuka mwenzako hapo anachanganyikiwa ada atapata wapi. Kwa hiyo tuangalie sana namna ambavyo tunawasiliana na kuhusiana kwenye agano la ndoa ili Mungu atukuzwe. Lakini tukikaa kwenye mazingira mazuri ya mawasiliano mazuri, tutaepusha migogoro mingi sana ambayo sio ya lazima. Lakini pia uwazi. Nimeona kitu ambacho kimwafanikisha ni kuwa wazi. Uko wapi, unafanya nini? Kwa hiyo unajua wasiwasi unapungua. Na wanaume wengi, labda kumalizia Gabriel na kuuliza hili swali lako kwa faida ya wengi nasikia mtaki kuulizwa uko wapi. Na wanawake ndio swali la simu pa. Hili swali lina pande mbili. Lina positive kwa maana ya chanya na negative kwa maana ya hasi. Pia inategemeana unaulizwa wakati gani. Kuna mimi badala sana oga na natoa taarifa kama nipo kazini, napunguza kama uko wapi. Labda nikipata taarifa nipo kazini, nachelewa mengi kutoka kazini. Kwa labda nataka ajue labda ndo andae chakula. Kwa mimi wanachoni positive muda huo ambao ananiuliza. Au niko njiani mchelewa kufika nyumbani. Mbona ufiki wapi? Kwa hiyo najua anataka apate taarifa za barabarani. Kwa maana nyingi wanachukua positive. Isipokuwa kuna wakati ambao sasa unahisi mbona kama anadukua. Unajua unadukua. Yaani ushamba taarifa mtu kwa sehemu fulani, hapo uko wapi? Kwa kuna wakati mwingine vipi mbona kama kuna doubt hapo na sasa umeingia katikati. Kwa kuna wakati inakuwa ni positive, kuna wakati inakuwa negative. Inategemeana na katika anauliza. Ila kiukweli kabisa nafikiri wanaume wengi hii swali hawalipendi. Lakini ni swali la msingi sana. Kwa kuangalia ni swali la msingi. Kumjua mume wako bwana uko wapi? Shida iko wapi kumjua? Ndio sema fulani shida iko wapi? Lakini wanaume siko wanapenda kuuliza swali. Mimi sielewi kwa nini. Lakini mimi binafsi nasema kweli ni swali ambalo nachukulia positive kama kuuliza uko wapi na kujibu niko sehemu fulani. Kuna wakati napiga video call na mmoja yuko sehemu fulani. Kwa hiyo mpaka mmoja akaacha kupiga sababu nikisema niko sehemu fulani kweli sahihi. Kwa hiyo unakuta ile doubt zikazi zimekwisha kabisa katika ile yetu. Yes, kwa hiyo nasema tu kifupi kwamba ni swali la msingi sana, lakini wanaume sielewi kwa nini hawalipendi. Lakini naenda kwa kwa mtu mjali lazima ujue yuko wapi. Asante sana. Kwa kweli mimi binafsi niwashukuru sana. Yaani conversation yetu imekuwa nzuri na naamini kabisa vijana wetu au watu ambao wako kwenye ndoa lakini sasa mawasiliano imekuwa ni shida, kuna kitu wamepata. Kuna kitu wamepata na kama tulivyosema, tumuombe Mungu kwamba isiwe tu mazungumzo lakini yafanye mabadiliko kwenye maisha yetu ya ndoa ili tuhakikishe kwamba Mungu anatukuzwa. Kwa kumalizia kipindi chetu, nawaambiaje? Labda kuna kijana sasa hivi anaona shida kuulizwa yuko wapi. Au labda kuna binti sasa hivi labda ameingia kwenye ndoa na wiki 2 na wiki 1 na mwezi, anaamua tu kununa yani pasipo sababu, au kuna vitu anaviona labda sio sawa. Unajua ule muda wa mwanzo ndio muda wa kusomana. Anaviona sio sawa, huyu vipi? Mbona kitu akiweza kufanya, labda katoka katupa socks hapo kaondoka, kesho na katupa unaokota tena kesho. Mbona kisio sawa? Kinamuumiza tu ndani na hashei kwa mwenzake. Nawaambiaje? Au mwanandoa tu ambaye communication yake imekuwa shida, mawasiliano imekuwa shida. Unawaambiaje labda kwa ujumla? Tuanze na Jeni. Yaani hapo tena kwenye kuwashauri vijana au wanandoa ambao wako kwenye ndoa na bado wanapitia hizo changamoto za communication. Mimi nilitamani kwanza kila mmoja aone thamani ya mwenzie. Ukishaona thamani ya mwenzako, utaona umuhimu wa kucommunicate. Umuhimu wa kucommunicate uko wapi? Umuhimu wa kuaga mapema, unaenda wapi? Unampa mwenzako ratiba yako, kesho mimi nitakuwa na ratiba fulani. Lakini pia ukishamthamini mwenzako, utaona umuhimu hata akikukosea, utaona umuhimu wa kumwambia umenikosea kuliko kununa. Kwa sababu unaweza ukanuna kama hivyo mwenzako akaitafsiri vibaya. Kwa hiyo cha kwanza tuanze kuthaminiana. Thamini mwenzako. Alafu baada ya kumthamini mwenzako, mjue. Ukishamthamini mwenzako hata kumsoma itakuwa rahisi. Kwa hiyo mawasiliano yenu yatakuwa pia ni mepesi.
utajua muda gani wa kumwambia, wa kuomba, labda unataka kuomba hela, unataka kutoa proposal, bwana mimi nimepata wazo, tufanye 1 2 3 kwa ajili ya maendeleo ya familia. Yaani utajua kwa sababu umeshamjua mwenzako. Lakini pia ukishamsoma mwenzako utajua hata toni gani mwenzako anaelewa. Tusisahau tena kuna watu wameelewa kwenye familia ambazo mpaka wafokewe ndio kitu kinashika. Kwa hiyo huyu mtu usitegemee utakuja kumwambia baby, unajua 1 2 3 sikupenda. Akakuelewa. Ataona like kumbe huyu mtu akijamgusa kwa sababu yeye ameshazoea kuona fujo, ameshazoea kuona ugomvi. Kwa hiyo wewe sasa ukishamjua ndio utajua namna ya kumleta mtoke kwenye kugombana, mwanze kukaa kuelezana vitu vinavyotokea, kama hata ni cha ugomvi, ni cha amani, lakini utajua namna kwanza kuelezana. Lakini pia ukishamthamini mwenzako, ukamsoma, itakusaidia kuheshimu. Kila mtu anahitaji heshima. Ni kweli sisi tumeambiwa tuwaheshimu wanaume. Na tumeambiwa na wao wameambiwa tupende. Lakini hiyo haiondoi kwamba asimheshimu mwenzake. Kwa hiyo kila mtu amheshimu mwenzake, amthamini mwenzake, lakini katika yote ndoa iheshimiwe na watu wote. Ndoa iheshimiwe na watu wote, na tutaweza kuiheshimu ndoa watu wote ambao inaanza kuheshimiwa na sisi wanandoa kama tutamtanguliza Kristo ambaye ndo alotengeneza ile agano. Kwa hiyo kwa wanaoingia kwenye ndoa, kwa ndoa changa, kwa ndoa zilizokomaa, tukumbuke kwamba hili ni agano, tupendane, tuthaminiane na tumweke Kristo awe ndo center ya ndoa yetu, kwa sababu yeye pekee ndo alotengeneza hilo agano. Amina. Asante sana kwa muda huu. Nitoe tu mtazamo au pengine ushauri kwa wanandoa au wanatarajia kuoana karibuni au baadaye. Kwenye ndoa tunaishi kwa neema. Kwa hiyo neema ya Mwenyezi Mungu ndio inatufanya tuweze kudumu mpaka leo. Haimaanishi kwamba sisi tuna hekima sana kuliko watu wote au tuna unyenyekevu kuliko watu wote, isipokuwa ni ile neema Mwenyezi Mungu tu ambao ametupatia na tunaweza kuwepo leo mpaka miaka 10 ngapi yote hiyo ambayo tuko na mke wangu. Kwa hiyo cha kwanza napenda kusema kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa yote. Kwa na washauri sana wanandoa wa dini zote, Wakristo kwa Waislamu wote kwa ujumla, ukishamcha Mungu katika roho na kweli, basi mambo yote yanakuwa rahisi sana. Kwa sababu wanasema pia bidii haizidi kudo za Mwenyezi Mungu. Unaweza kuwa na bidii kweli katika kurekebisha ndoa yako, lakini kama huna neema Mwenyezi Mungu, basi utafanya kazi bure. Na cha mwisho kabisa, ili ndoa yako iwe na amani na furaha, basi kubali wewe kushuka, kuwa mnyenyekevu. Mnyenyekevu kwa maana ipi? Ni kumwona mwenzako ana thamani kuzidi wewe, na mwenzako pia una thamani kuliko wewe mwenzie, basi ina maana kwamba wote nyinyi mmeishwa chini, kila mmoja amtazama mwenzie kama ni wa thamani. Kwa atamhitaji, atamuombea, atampigania. Kitendo cha kujinua kwa sababu tu ya baraka ambazo Mungu amekujalia, mfano fedha, kazi nzuri, sura nzuri, umbo zuri, yani haya ni vitu ambavyo nimejaliwa, ambayo yanaweza kaja leo kisha kaondoka. Yasikutoe katika ule utu, yasikutoe katika utukufu Mwenyezi Mungu, bali katika utukufu Mwenyezi Mungu, na Mungu atakubariki sana na atakupigania na atakushindia kila unalojaribu. Tusiache kuombeana, kwa sababu ibilisi ipo kazini kweli katika kuharibu taasisi ya ndoa. Nashukuru sana kwa namna ambavyo tumeweza kutufundisha, tumejifunza sana, tumepata experience ambayo naamini hata mabinti, watu ambao kwenye ndoa, vijana, kuna kitu wamepata, kuna kitu, yani lazima kila mtu anayetutazama amepata kitu kutoka kwenu. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa muda wenu, na kwa kweli tunawaombea Mungu aendelee kuwatunza. Hiyo neema ambayo tunaiona, hayo mambo mazuri. Unajua kuna wengine wanaamini kama kwenye ndoa hakuna mambo mazuri, kwamba watu hawawezi kukaa na utulivu, lakini Kristo akiwa kichwa cha familia, lazima baba akikubali kukaa na kutii chini ya Kristo, vyote huku chini vinatiririka vizuri. Kwa hiyo tujifunze kwamba ndoa ni agano la Mungu, na kama neno lilivyosema, mume ampende mke kama Kristo alivyolipenda kanisa, basi vingine vyote vinatiririka, na maana Kristo atakuwa juu yenu na Mungu atatukuzwa kwenye ndoa, na hasa ndicho Mungu anataka.
tuyajue makusudi ya ndoa, lakini Mungu atukuzwe. Kwa mimi nawashukuru sana. Naamini kabisa wakati mwingine kama tuna kitu kingine cha kujifunza tutakipata kutoka kwenu, na hamtasita kushiriki na sisi Celestial Embrace. Kwa kweli tumefurahia uwepo wenu na Mungu awabariki sana. Amen. Basi kwa kumalizia, tumshukuru Mungu. Kwa kweli tumeanza vizuri na tumemaliza vizuri. Tumshukuru Mungu kwa dakika chache na tutafunga kipindi chetu. Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya neema hii. Asante Mungu kwa ajili ya Mr. and Mrs. Madenge ambao Bwana umewapa neema ya kuweza kufika. Lakini zaidi ya yote tumejifunza vitu vingi. Roho Mtakatifu umewatumia ipasavyo waweze kutufundisha, lakini waweze kushare experiences zao ambazo zimetusaidia kupata vitu ambavyo vitaboresha ndoa zetu. Asante Roho Mtakatifu, maana ulikuwa pamoja nasi. Hata tunapokwenda kumaliza, utufunike ndani yako hata tutakapokwenda kutana tena. Neema yako Bwana isituache na uweza wako katembee nasi ili wewe ukatukuzwe katika yote. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Asanteni sana. Karibu Celestial Embrace. Tuendelee kuhudumia, lakini karibuni tuendelee kusikiliza vipindi vijavyo ili Mungu akatukuzwe, ili tuboreshe agano letu la ndoa.